tugusie vitu viwili ambavyo Mungu aliambia usiku wa leo juu ya mauti na nguvu ya mauti. Mikutano mingi, makanisa mengi leo atuhubiri kuhusu mauti, lakini mwambie mwenzako kifo kipo. Mwambie mwenzako kifo kipo. Mwambie mwenzako kifo kipo. Hata Lazaro alifufuliwa na Yesu, lakini aishi mpaka leo. Alikufa na akazikwa. Amen. Amen. Kifo kipo. Lakini hapo majira ambayo Mungu ameyapanga kwa mtu wake afe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, kama ni msomi, sikuonyeshi mahali gani na kupatia kazi ya nyumbani, maana walokole hawasomi Biblia nyumbani wa Kristo leo. Hiyo ni kazi ya nyumbani. Wewe kuwa kama sura ya kwanza ya 4 mpaka ufike hapo, ili uifahamu Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema mwisho wa maisha Ibrahim. Biblia inasema Ibrahim alikufa akiwa mzee sana. Pili, ameshiba siku. Tatu, katika uzee mwema. Naongea na mtu. Alafu inasema Isaka naye akafa akiwa mzee sana. Pili, ameshiba siku. Tatu, katika uzee mwema. Naongea na mtu. Mwambie mwenzako kifo kipo. Upende usipende, kuna siku utazikwa. Kama ni neema, sema hivyo, utamwona Yesu mawinguni, na mwili wako unayepiga mswaki na kuruka utadondoka kama vile samadi. Utavikwa mwili wa roho yako, mwili usiokufa, mwili usionuka jasho, mwili usiotoa funza. Mwambie mwenzako kifo kipo. Kifo kipo. Mwambie mwenzako, na leo vifo vimekuwa vingi. Wagonjwa wanakufa na wenye afya wanakufa. Tukimbilie wapi? Mtu hata kama ni bilionea kama Bill Gates, kama Obama, ameshushwa hapa Dar es Salaam Obama na mandege ya kivita, gari yake inaitwa Beast, mnyama. Lakini sisi watu tunafahamu kuna namba 66 za ule mnyama. Sawa sawa, watajijua wenyewe. Haleluya. Analindwa kila mahali. Na kuelezea wazi, Obama kwenye sherehe ya Ikulu akula chakula kilichopikwa na Kikwete. Amekula vyakula vya kwao. Wanaogopa kufa, lakini siku itafika Obama hapa wajipange madaktari specialist 800. Bwana akisema anaondoa roho ya Obama, itaondoka tu. Hakuna mwenye uwezo kukimbia kifo. Awe rais, awe mkuu wa majeshi, ataondoka tu. Ni kweli, ana vitu kama Marekani. Ule ulinzi na mlinda wakati wa kifo hawataweza kumlinda. Amen. Kuna mambo mangapi? Matatu. Haya mambo hata viongozi wanafahamu duniani. Uwezi kukimbia. Jambo la kwanza, uwezi kukimbia kifo. Jambo la pili, uwezi kukimbia hukumu ya Mungu. Amen. La tatu, uwezi kukimbia neno. Neno litasimama. Tunatamka hapa kama mwili, siku ya mwisho usiseme wachungaji wa Ruslan Mselanga wa kuandaa injili sikusikia. Ukisikia hapa uokoke usiokoke, siku ya mwisho ile neno la Mungu tarehe leo itafunguliwa kwamba ulihubiriwa tarehe fulani ukapuuza, utaingia jehanamu tu. Hata Malkia Elizabeth mwenye miaka 100 sasa, wakati afika atakufa tu. Mwenye nguvu ya kifo ni mwanamume mmoja tu. Alifungwa sana asikumshikilia. Aliingia kaburini, kaburi alikumshika. Siku ya tatu akaamka. Tena aliambia wale Wayahudi na Mafarisayo, akasema, amniui mimi, natoa uhai wangu mwenyewe. Soma Injili ya Marko. Wakati wamemjia kumkamata, akawauliza, mnamtafuta nani? Yesu mwana wa Mungu. Ndio mimi. Wakamka chini.
Mara pita na chini akaambia, sikilizeni, hamna uwezo wa kuniua. Kama mmekula paa chini mara mbili, okay, naondoa uwepo wa Mungu, uwepo wangu wa kimungu, maana yeye ni Mungu. Uwepo wangu, sikiliza, Yesu ni Mungu na ni mwana wa Mungu. Mungu ni huyu. Ana nafsi ngapi? Mwanadamu ni huyu. Ana nafsi ngapi? Una roho, una nafsi na nini? Yes. Kaja kwa jina la ukombozi. Naongea na mtu. Naongea na mtu. Naongea na mtu. Sura ya 9 na mstari wa 27 nasema, na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Waebrania 9 mstari wa 27. Hebrew chapter 9 verse 27. Kama vile mtu alivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kifo ni hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Nitakusaidia leo. Uko ufunuo au iko elimu ambayo si elimu ya Biblia. Ni elimu viongozi wetu wa dini waliweka kuwafariji watenda dhambi, ili wafe na dhambi, wakitegemea wataombewa wataingia peponi. Wakuombea mtu aliyekufa asamehe baada ya kifo. Nilikosa. Bwana Yesu asifiwe. Maandalizi ya safari yako ya mbinguni auandaliwi wakati wa kifo. Ndugu zetu Waislamu wanasemaga asubuhi saa 11, swala. Amka uswali. Swali kabla hujasaliwa. Unajua maana yake? Upo ndani ya jeneza, pamba zimejaa, unangojea sala mchungaji, haitakuingiza mbinguni. Maana Mungu anafanya upatanisho wakati roho na mwili viko hai. Ukifunga kauli hakuna neema. Na kama hauniamini, nenda hospitalini ukaone watu wenye dhambi wanapokataa kufa. Maana malaika wa mauti anakuja. Wenzetu wanamuita Israeli kwa sababu ya chuki ya Waisraeli, lakini shetani ya mauti haitiki Israeli, ni shetani mwenyewe. Israeli maana yake ni prince, mwana wa kifalme. Amen. Hakuna Israeli anaye wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Utaona mwenye dhambi asema mafi yanatoka, mikojo yanatoka, ulimi unatoka. Usicheke. Kwanza ngoja niongee kitu. Watu wazima, naomba watu warudi nyuma, lazima ndio mbele. Watu wote nyuma. Jana nilikumbusha hiyo kitu, wana makelele sana. Makelele kule nyuma. Watu wazima njoo mbele. Muombe anapokufa anapiga makelele, sipenda. Kuna malaika mauti ambaye anashuka kuinua roho kabla hajakiri jina la Yesu. Maana nguvu ya mauti ni kumkiri Yesu. Na ndio maana angalia vifo vya wenye dhambi, utakuta macho yametoka, ulimi umetoka, lakini mwenye haki amelala. Amen. Mama yangu nilimzika mwezi uliopita 20. Asubuhi ameamka na kabla nilipenda Nairobi mara kwanza akaniambia, ukisikia nimekufa naomba urudi Nairobi na mtoto wako mdogo. Wale wengine wawili wako shule najua. Na alipofariki Jumatano alikaa kwenye kiti. Dada yangu Miriam anasema alimwona akiangalia mdigo kama anatabasamu, alafu baadaye akafunga macho akatulia, wanamtikisa kashaondoka. Lakini mwenye dhambi sababu gani? Aliona malaika wakishuka. Sema malaika. Wakifanya wakija kuchukua uhai wake. Na mtakatifu anapokufa ni kama anaama msalanga, anaenda kiboroni. Na hajahamishwa kwa noti, ameama kwa halali, anahamia nyumba yake mwenyewe. Hata wakati wa kuhama anasema, wanangu leo kumbuka tu na mimi ibada hapo. Ilikuwa ni furaha. Tena mama ndio alikulazimisha wewe. Nasema uongo. Mama alikulazimisha mwambie kwa hapo, nasema uongo. Ni kweli. Malizika mbele bwana Mungu. Lakini mama anasema ni heri niende kwangu, mambo ya kuambiwa asubuhi, mama choki na maji yapiga deki, nyumba haijafagiliwa. Unajua kwako ni kwako hata kama ni nyumba ya udongo. Unaishi kwa amani. Kifo cha mwenye haki ni kama anaama kwa hiari, na anaenda kwenye nyumba yake mwenyewe, sio nyumba ya kupanga ya mama fulani ile mkorofi kwa kwenye nyumba yake. Anaenda kwa amani. Anapanga muda kuondoka. Amepangia muda kuondoka, anaenda kwa amani yake. Lakini kifo cha mwenye dhambi hakina amani.
Na wakati nao miaka imekuwa mifupi. Ukifika miaka 30 mwambie asante Yesu. Ukifika 40 asante. Kizazi hiki cha kwetu akiwezi kiki kufika miaka 50. Kwa maana dhambi inapoongezeka na kifo kinaongezeka. Amen. Maovu yanapoongezeka, vifo vinaongezeka. Ukisoma Biblia, mtu wa kwanza aliyeishi miaka mingi aitwa nani? Metusela. Ameishi miaka 1060. Sawa sawa. Meta 60. 96. Daudi, Adamu kafa na miaka 930. Sawa sawa. Yeye kafa na 99. Amen. Adamu mwanzilishi kafa miaka pungufu kidogo. Metusela kashi miaka mingapi? 960. Adamu kafa miaka 930. Kwa nini Adamu afe miaka michache alafu mtoto wake aishi miaka mingi? Ni mwana tu. Sisi wote tunazao Adamu. Mimi siongea leo kithiolojia, naomba msinikosoe. Naongea kidialect. Haleluya. Ni mwana tu. Maana sisi sote tuzao Adamu na Hawa. Amen. Tuzao nani? Kwa Mungu hakuna mjukuu. Amnielewe. Musa akasema nikienda kwa wana wa Israeli, niwaambie wewe ni Mungu gani? Akasema waambie Mungu wa baba yenu Ibrahim, Isaka na Yakobo. Angemwambia waambie Mungu wa babu yenu. Kwa Mungu hakuna babu wala hakuna bibi. Kuna baba, kuna mama. Haleluya. Namsaidia mtu. Tunaangalia juu ya mauti ya kwamba mauti ipo. Amesema kama vile mwanadamu alivyokuwa kufa mara moja na baada ya kifo ni hukumu. Watu wa Mungu tufike mahali tutambue kifo kipo na kila mtu lazima ajiandae. Siku yako ikifika, je, utakuwa tayari? Amen.